Kuna watu wana akili kubwa sana, lakini hawajui. Si kwa sababu wamesoma sana, bali kwa sababu dunia haijawahi kuwaambia ukweli huu. Ukweli ambao ukiugundua leo, unaweza kubadilisha namna unavyojiona milele. Huenda wewe ni mmoja wao. Ndiyo, wewe ni mmoja unayesikiliza sasa hivi. Lakini kuna ishara chache ambazo watu wengi huzipuuza kila siku. Na leo nitakuonyesha ishara hizo moja baada ya nyingine. Hakikisha hubanduki mpaka mwisho, kwa sababu dalili ya mwisho inaweza kukushtua kabisa. Simulizi ya ishara 7 zinazoonyesha una akili kubwa kuliko unavyodhani. Kuna kijana mmoja aliitwa Amani. Amani hakuwa mtu anayejionyesha sana. Hakupenda mijadala mikubwa, hakupenda kujisifu, wala kuonekana kama anajua kila kitu. Lakini kuna jambo moja lilikuwa linawashangaza watu waliokuwa karibu naye. Alikuwa tofauti. Siku moja rafiki yake wa karibu alimwambia, Amani, kuna kitu juu yako, si kawaida. Unafikiria tofauti. Amani akacheka tu. Hakujiona wa pekee, alijiona kama mtu wa kawaida kabisa. Lakini ukweli ni kwamba kuna watu wengi kama Amani. Watu ambao wana akili kubwa sana, lakini wao wenyewe hawajui. Na leo nataka nikuonyeshe dalili 7 ambazo zinaweza kukuambia wewe ni mmoja wao. Sikiliza mpaka mwisho, kwa sababu dalili ya mwisho ndio itakushangaza zaidi. Dalili ya kwanza, unapenda kukaa peke yako mara nyingi. Watu wengi wanaogopa kuwa peke yao, lakini wewe unafurahia. Unapopata muda wa kuwa peke yako, akili yako inaanza kufanya kazi kwa kiwango cha juu. Unafikiria maisha yako, mipango yako, makosa yako na hata dunia kwa ujumla. Amani alikuwa hivi. Wakati wengine wanapenda kelele na makundi, yeye alipenda utulivu. Si kwa sababu anawachukia watu, bali kwa sababu akili yake inahitaji nafasi ya kufikiria. Dalili ya pili, unauliza maswali mengi kuliko unavyotoa majibu. Watu wengi wanapenda kuonekana wanajua kila kitu, lakini wewe unapenda kuuliza, kwa nini hivi? Vipi kama tukifanya hivi? Je, kuna njia bora zaidi? Hii si dalili ya ujinga, ni dalili ya akili. Dalili ya tatu, unakubali kukosea. Kukubali kosa si rahisi, lakini kusema nilikosea, hiyo ni nguvu kubwa, kwa sababu unachagua kujifunza kuliko kuonekana sahihi. Dalili ya 4, unaona mambo kwa upana. Hufungi akili yako, unasikiliza, unachambua na uko tayari kubadilika. Hii sio kawaida, hiyo ni akili kubwa. Dalili ya 5, una tabia ya kujichunguza. Usiku unapokuwa peke yako unajiuliza, nimefanya nini leo? Ningefanya nini vizuri zaidi? Ninakosea wapi? Hapo ndipo ukuaji wa kweli huanzia. Dalili ya 6, wakati mwingine unajiona hutoshi. Hii ndiyo ya kushangaza zaidi. Kadri unavyojua zaidi, ndivyo unavyogundua bado hujui mengi, na hilo ndilo linalokusukuma kuendelea kujifunza. Dalili ya 7, unaelewa hisia za watu wengi. Unaona kile ambacho wengine hawaoni. Unahisi kile ambacho wengine hawasikii. Unajua lini uongee, lini unyamaze. Hii ndio akili ya juu zaidi. Hitimisho. Sasa jiulize, ni dalili ngapi umejiona nazo? Kama umejiona hata chache tu, basi kuna kitu kikubwa ndani yako. Lakini kumbuka, akili kubwa peke yake haitoshi. Bila kuitumia, bila kuikuza na bila kuchukua hatua, itabaki kuwa uwezo uliopotea. Wewe je, utaishia kujua una akili kubwa au utaanza kuitumia leo? Tuandikie kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare.